Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mnasemaje kwa waimbaji? Lazima tumuhimidi Bwana na tuzinene sifa zake. Haleluya. Kwa kuwa ametukuka. Haleluya. Kwa kweli waimbaji mmekonga moyo wangu. Alafu nimekuwa nikiona sura hapa kana kwamba nazifahamu hivi. Sasa nikafikiria watu nimeonana nao wapi? Wakati mimi Kagera ni mara ya kwanza. Nkwenda ndio hivyo sasa. Sasa inakuwaje? Lakini nikakumbuka tunaishi katika zama fulani hivi za mitaa mingi. Huenda tumekutana katika mitaa ya mitandao ya kijamii. Haleluya. Ndio maana muda mwingi nimekuwa sio wageni sana na nyuso zenu. Lakini mwalimu hapa alijaa sana zaidi. Nikahisi na hii kwaya nikaona imeshiba, lakini kaona ni huenda tu tumekutana katika ile mitaa ya mitandao ya kijamii. Haleluya. Kwa sababu pia tumepewa nafasi ya kuzurura duniani kwa namna ya pekee sana, hususani unapokuwa umejiunga na mitandao ya kijamii. Kwa mkawa sio wageni sana. Upendo wangu nimekwisha kutambulishwa kwa majina. Na pia mchungaji ameweza kusema kidogo namna gani ambavyo tumeweza kuonana na kufahamiana na tukajenga udugu katika Kristo. Haleluya. Na katika hilo hata niliposikia ananiambia yuko Nkwenda, nikasema nitakwenda. Haleluya. Nikasema nitakwenda Nkwenda. Nilipofanya hivyo nikazamilia, basi nimekuwa nikiimba, mwaka unapita unakuja mwingine, lakini mwaka huu nikakusudia mapema sana ningeweza kufika Nkwenda. Na sema anako tu katika ulimwengu wa dhambi, ziki ndio hivyo, shida tabu ndio hivyo. Basi nadhani ilikuwa si muda mrefu sana, ile juma tu la majonzi ya kitaifa, ndipo pia na mimi nadhani ilikuwa Ijumaa yake tu nikawa nimefiwa na baba yangu mzazi. Niliingia pia katika majonzi ya pekee sana ambayo nilikuwa sijapitia, lakini zaidi ya yote pia majukumu ya kifamilia, kwa sababu ni mkubwa katika familia. Basi mzee akawa ameniachia majukumu, akiwepo nilikuwa naona mambo yalikuwa rahisi sana, lakini hivi karibuni nimeona majukumu ni makubwa ya kifamilia. Lakini katikati pia ya majonzi ya msiba wa kifamilia nikasema nitakwenda Nkwenda, kwa sababu huenda nisipotumia muda huenda nikakosa tena nafasi ya kufika hapa. Kama alivyowatambulisha, mimi ni mshiriki wa kanisa la Dodoma Kati. Ni katika ile field yetu ya CTF. Ni mshiriki hapo na sina muda mrefu sana, ni kama miaka miwili hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikiwa nimetoka kanisa la Busuruangiri, mtaa wa Msalala. Huko sasa ndiko ambako naweza nikasema nilikuwa na jina, kwa sababu nimekuwepo kule muda mrefu. Kwa watu ambao wamefika maeneo yale ya machimboni, ni rahisi sana kufahamiana. Lakini pia Dodoma Kati, baada ya kuwa nimefika, Mungu amekusudia pia nifanye kazi katika idara ya shule Sabato. Lakini pia nadhani fomu yangu itakuwa imekwisha kupitishwa ya uinjilisti wa vitabu kwa upande wa part time, kwa sababu pia ni kazi ambayo naipenda, kwa sababu najua umuhimu wake katika maisha yangu ya wokovu. Lakini pia sambamba na hivyo, mimi ni mwimbaji wa ile kwaya ya Dodoma Kati inayofahamika kwa jina la Ujasiri. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu. Na pia siku 6 niliposikia kazi pale Chato mwaka ule nilikuwepo na tuliimba siku ya Sabato. Na mimi ni monimo kidogo. Lakini pia niliposikia leo kuna changizo la ujenzi au maendeleo kwa ajili ya shule yetu iliyoko pale Chato. Naifahamu ile shule. Ni mkereketo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni mkereketo kwa kweli. Kwa sipendi kufika mahala nisijifunze kitu. Kwa nami pia nitaungana nanyi katika hiyo changizo, kwa sababu nimefika nikakuta watu wanakula na mimi lazima nishiriki chakula. Haleluya. Lakini pia waimbaji, tupende tu kukubali wito wa mchungaji kwamba mmekuwa marafiki zangu. Haleluya. Kwa ujio wangu Nkwenda nimepata marafiki wengine. Tutaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia washiriki wa Nkwenda, nipende kuwashukuru kwa juhudi zenu na kujitoa kwenu kwa ajili ya kuhakikisha jina la Bwana limetukuzwa. Nilifika hapa kwenye ufunguzi wa Sabato, nilivutiwa sana na jengo kubwa zuri lenye heshima. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi tulimalizie.
tujitahidi tulimalizie. Naona kama tulikuwa na mapumziko ya tosha, tuanze tena. Haleluya, tuanze tena safari nyingine ya kumalizia jengo letu. Linahitaji tiles, ni jambo la msingi sana. Linahitaji viti pia, hatupaswi kukaa kwenye mabenchi hayana hazi. Kwa hiyo lazima tuwe na viti, kama ni mabenchi basi tuwe na mabenchi yenye hazi nzuri, ambayo wazee wangu ambao migongo imechoka waweze kujisendamisha kidogo, ili mambo yakae vizuri. Haleluya. Kama ni viti pia tuweke viti. Lakini pia mtakapokuwa mmefikia kwenye hiyo hatua, naomba mnikumbuke kunipa ujumbe mfupi. Haleluya, nami nitashiriki. Maneno yanaweza yakawa mengi sana, sio si wainjilisti tena, yanaweza yakawa mengi sana. Nipende tu kusema kwamba mimi binafsi nimewapenda na nimefurahi kuwafahamu. Nimeongeza ugo wa marafiki katika Kristo. Kwa hiyo niko na furaha sana katika ibada ya leo, na kweli nimfanyia rafiki yangu mchungaji surprise. Sikutaka kumjulisha, na nilipofika ilibidi niulizie, na niliyemuulizia akaniambia huna namba yake ya simu. Nikamwambia nayo, ila sitaki kumpigia simu, nataka nifanyie surprise. Basi nikafanya hivyo, nikapata mwenyeji akanipeleka mpaka hapo, mtumishi wa Bwana, tukafurahi pamoja na familia ya mchungaji. Mnasemaje? Lakini nimefurahi kuona migomba mingi, nilikuwa sijawahi. Wakati mchungaji wetu na kiongozi wetu wa kazi katika union yetu Pastor Marekana anazungumza nasi muda si mrefu sana, ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa pili, wakati amekuja kuweka wakfu nyumba ya mchungaji, kuzindua ujenzi wa kanisa kubwa la kitaifa. Haleluya, lenye bajeti ya nyingi. Haleluya. Wakati anazindua ujenzi huo, pia aliweza kuzungumza maneno machache ambayo yanivutia, kwamba nchi yetu mtajiri na tunayo maeneo yenye utajiri mkubwa. Akajaribu kutaja mikoa ambayo anaichunga. Alipotaja mkoa Kagera, akaenda kule Mbeya, akapeleka mpaka kule wapi kule Songea. Nilitamani sana nijaribu kupita ile mikoa nijifunze vitu kaza wa kaza. Kama juma mawili nilikuwa kule Songea, nijifunza pia vitu vingi. Lakini nimekuja huku nikajifunza vingi zaidi. Nimekutana mikungu ya ndizi ambayo kweli ni adimu. Mikungu ya ndizi inazagaa barabarani. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Somo letu la leo au mada yetu ambayo tutatembea nayo inasema tenda imetolewa. Tenda imetolewa. Tenda imetolewa. Na mtoaji wa tenda tutaenda kumfahamu mchana wa leo. Lakini kabla hatujaingia na kuzama katika somo letu hili zuri kabisa ambalo tutachangamkia fursa ya tenda ambayo tutapewa katika mchana wa leo, ningependa kuwakaribisha pembeni yangu, mkono wangu wa kushoto, naona kitambaa kizuri cheupe. Mara nyingi ukiona kitambaa kizuri cheupe kina kitu. Haleluya, katika meza ya Bwana. Haleluya. Kwa leo nami pia nitashiriki meza ya Bwana katika kanisa la Mpendo kwa mara ya kwanza. Tukiangalia pia tunaweza tukajaribu kujikumbusha kidogo juu ya habari hizo za meza ya Bwana ama Pasaka kwa jina maarufu. Nakumbuka tuliimba kwaya pamoja ambayo ilikuwa na wimbo mzuri sana na upenda. Lakini una madokezo machache ya mwimbaji aliyokuwa anajaribu kuyadokeza katika beti kaza wa kaza. Madokezo hayo yanamaanisha ya kwamba alikuwa amemkubali Kristo na amekubali kwenda mahala popote kwa ajili ya utumishi na kwa ajili ya kumwakilisha Kristo. Wakati mwimbaji huyu anajaribu kudadavua wimbo wake huu, alikutia sana wimbo namba 138. Japo kuna mahala alikuwa anataka kuonyesha kama malalamiko hivi kidogo, kwamba ijapo wanipeleka vilindini mwa giza, lakini anapoukumbuka upendo wa Kristo anasema nitakuandama. Haleluya. Kwa tusimwache Yesu Kristo. Ndio usia wa wimbo wetu wa mchana wa leo. Katika kitabu cha
Kutoka 12 mstari wa 11. Napenda kuwa na msomaji. Kabla ya msomaji kusoma, tufunge macho tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, ni mchana wa pekee sana tena kwetu katika historia ya maisha yetu. Sema nasi kwa namna ya pekee, nasi tuko tayari kusikia neno lako. Nami kama mjoli wako niko chini ya uvuli wa mauti. Naomba kwa neema yako nipatie nafasi ya kunena na watoto wako. Nivike vazi la haki yako, sema na watoto wako mwenyewe, nami niko tayari kutumika kwa kipindi hiki. Natumaini baraka zako zitaambatana pamoja nasi katika ibada ya leo, ni katika jina la Yesu, amina. Msomaji, twende katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 11. Yanasemaje? Tena mstari wa 11. Ndio. Tena atamla hivi. Tena mtamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Mmevaa na viatu vyenu katika miguu. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Na fimbo zenu zikiwa mikononi. Nanyi mtamla kwa haraka. Nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Haleluya. Amen. Katika tafasiri navutiwa kusema kwamba Pasaka ni kama vita. Kwa nini tule tukiwa tumevaa viatu, tukiwa tumefunga viuno vyetu, na tukiwa tayari na fimbo zetu mikononi? Haleluya. Ni vita. Kutiwa kama vita. Ni kweli, ni huzuni iliyochanganyikana na furaha. Haleluya. Kwamba mbele yetu kuna ushindi wa Yesu Kristo pale msalabani. Mbele yetu kuna wokovu katika yeye atupendaye. Mbele yetu tunaona neema ikiwa imejaa katika maisha yetu. Mbele yetu tukiona ushindi wa dhambi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tuwe tayari kushiriki Pasaka. Tuwe tayari kushiriki Pasaka. Muda utakapofika, wazee wa kanisa watatuasa machache ya kusudi la Pasaka pia kwa mchana wa leo. Mimi ningependa kuwapeleka katika somo kwa sababu tunafukuzana na muda, na siku zote katika uzoefu wetu tunapokuwa na Pasaka kidogo tunataka kubalansi muda. Kwa na tamani kubalansi muda kwa ajili ya kila ambacho kiko mbele yetu. Mada yetu tumesema mchana wa leo inasema tenda imefanyaje? Imetolewa vile. Yesu ametoa tenda. Yesu ametoa tenda na tenda imetolewa. Katika kitabu cha Luka 12 na ule mstari wa 42, hata unaweza kuanza na 41, tusikie Petro anasema nini, alafu twende mstari ule wa 42. Maandiko matakatifu yanasemaje? Petro akamwambia Bwana. Petro akamwambia Yesu, mistari hiyo umetuambia sisi tu. Mistari hiyo ni ya kwetu tu au watu wote pia? Watu wote pia hawakwenda. Ndio. Bwana akasema. Ni nani basi aliye wakili mwaminifu, ambaye ni mwaminifu na ni wakili mwenye busara, ambaye ndani yake kuna busara, ambaye Bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, ambaye Bwana atamweka katika utendaji wa kazi na utumishi wote, awape watu posho kwa wakati, ili aweze kuwapa watu posho kwa muda kwa wakati ndio uliokusudiwa. Ndio, endelea msomaji. Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake atakapokuja atamkuta anafanya hivyo. Atamkuta akifanya hivyo. 44. Unaweza kaishia hapo msomaji. Haleluya. Waimbaji waituasa pia katika ile fungo. Yesu anakuja na anatukumbusha hapa, ni nani aliye wakili mwaminifu atakayetoa chakula kwa wakati ili kuwahudumia wana wa ufalme, ili kuwahudumia raia wa mbinguni kwa muda ambao umekusudiwa. Ni nani basi? Ni tenda imetolewa. Nani ambaye yuko tayari? Nani ambaye yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya wengine?
ndiyo kutoa fedha yake kwa ajili ya wengine, ndiyo kutoa muda wake kwa ajili ya wengine. Ni swali kwangu na kwako, nani basi? Haleluya, haleluya, haleluya! Tufurahi tukiwatenda. Haleluya! Leo tunapewa wito wa kupewa tenda sisi katika kanisa la kwenda, ili tuwajibike katika maumivu ya Kristo, tuwajibike katika mahitaji ya Kristo, tuwajibike katika uhitaji wa Kristo. Wakati msomaji wa Mungu kuu anasoma, nilitafakari vitu vingi, sijui kama nawe ulitafakari. Nataka nikupeleke pale katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza 11. Mambo ya Nyakati ya Kwanza 11. Ndiyo. Ule mstari wa 17. Mstari wa 17. Ndiyo. Naye Daudi akatamani. Naye Daudi akaingiwa na kutamani. Akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu. Anasema anaingiwa na shauku kubwa ya kunywa maji katika kisima cha Bethlehemu, ndio kilicho karibu na lango. Ndio. Endelee. Msomaji, unaweza ukaendelea. Kuna kitu pale tunataka tupate. Unaweza ukaendelea. Narudia. Ndio. Naye Daudi akatamani kusema. Naye Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu. Ningepata mtu mmoja tu ambaye angenipa maji ya Bethlehemu kilicho karibu na lango. Ambacho kiko karibu na lango. Basi hao watatu ndio wakapenya jeshi la Wafilisti. Hao watu watatu wakapenya katika jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu, wakakwea mpaka wakaenda kuyachota yale maji katika kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, ambacho kilikuwa karibu na lango. Wakayachukua wakamletea Daudi. Wakayachukua yale maji wakamletea Daudi. Daudi akasemaje? Walakini Daudi hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Hapo ndipo wanashangaa kwamba pamoja na kwamba alisema ana kiu na shauku, anasema hakuyanywa yale maji, akayamimina. Ndio, endelea. Sali ule unaofuata. Ndio. Akasemaje? Mungu wangu apishe mbali. Ndio. Nisifanye hivi. Ndio. Je, ninywe damu ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Ndio. Maana kwa hatari ya nafsi zao ndio wameyaleta. Ndio. Kwa hiyo ndio hakukubali kuyanywa. Ndio. Hayo ndio walioyafanya wale mashujaa watatu. Asante sana msomaji. Wapendwa wangu, katika hii tenda tunamwona Daudi anatoa tenda. Daudi wakati amezingirwa na jeshi la Wafilisti, na Wafilisti wamezingira Bethlehemu. Bethlehemu mji huko katikati ya majeshi ya Wafilisti. Daudi akasema, akawa na kiu kama iliyokuwa kiu ya mwana wa Daudi akiwa pale msalabani. Akawa na kiu, akasema ya kwamba natamani laiti ningekunywa yale maji. Yesu pia leo, mchana wa leo, anasema anatamani angemuona yule mdhambi akiokolewa. Tamaa ya Daudi ikapelekea kuwashawishi majemadari watatu ambao walikusudia kuhatarisha maisha yao, hata wakakwea na kuingia na kupenya katika jeshi la Wafilisti, na wakaenda wakayachota yale maji ili mfalme anywe na afurahi nafsini mwake. Mfalme alipoyaona yale maji aliumia, akasema, hii ni damu ya watu ambao wamekusudia kuhatarisha maisha yao. Wapendwa wangu, mchana wa leo nipende kuasa mambo machache. Yesu ametupa jukumu la kufanya, kila mmoja kwa sehemu yake. Kila mmoja ametawanywa mahala ambapo Mungu amependa asimame, na pale alipo anapewa nafasi ya kuwa wakili mwaminifu, ambaye pia ataihudumia dunia ya mahala alipowekwa kwa wakati.
Na mchana wa leo chukua hili, kama si yote, chukua hili ya kwamba unalo jukumu binafsi ambalo umepewa kwa ajili ya utumishi wa kazi ya Bwana. Haleluya! Unalo jukumu binafsi. Nasema hivyo kwa sababu kuna watu huwa wanaanza kusema hili kanisa, yaani kwa kweli hatuna umoja, yaani tungekuwa na umoja tungefanya hivi, eti sijui ingefikaje. Hili kanisa. Hapana, kwenye kiapo uliapa wewe mwenyewe binafsi, tena wewe binafsi, kuilinda imani na kulitetea kanisa na kusimama kama mjumbe katika Kristo. Haleluya! Kwa kila mmoja tunao wajibu wa kitu cha kufanya. Kwenda kwa taarifa nilizonazo ndio makao makuu ya mtaa wa Kwenda. Haleluya! Nikalisamama. Kwa hiyo haleluya, samahani kidogo kama tunapasa hapo tunapasika kwa neema ya Kristo tusamehe, lakini pia naamini ndio kutoka kwa Bwana. Bwana upokee hivyo. Kama nilipoangalia sura za Wanakwenda nikagundua sio watu waziki, ni watu ambao wamegusa mibaraka ya Bwana na ni watu ambao wamefanikiwa kwa sababu wako katika nchi yenye neema, nchi yenye fursa nyingi, nchi ambayo kwa namna moja au nyingine imezingirwa na baraka za Mungu. Haleluya! Niliona, lakini tulipoingia katika uwajibikaji kukawa na mapungufu ambayo yameonekana, kwa sababu si hadhi yetu kuwa katika kanisa la namna hii, si hadhi yetu. Tulipaswa tuwe tofauti na hapa tulipo. Lakini si Wanakwenda tu, niseme ni tatizo la kanisa la Waadventista wa Sabato. Na tunaposema kanisa tunamaanisha malezi yalivyokuwa ndivyo ambayo yametufanya tuendelee kuwa hivi. Ukifikiri, sitaki kuuliza hili kanisa limejengwa kwa muda gani, lakini ukipiga hesabu ya kanisa hili tangu lianze kujengwa mpaka sasa, na ukapiga hesabu ya ongezeko la nyumba zetu lilivyo katika hiyo miaka, unapata kwamba si sahihi. Piga tu hesabu kwamba hili kanisa limejengwa kwa muda gani na nyumba yako umejenga kwa muda gani. Hesabu rahisi. Unajua kwamba kuna uzembe ulifanyika. Na hili kanisa si lazima lijengwe na watu wote, naweza kujengwa na mtu mmoja. Na hata nikatamani mara nyingine kama nitarudi Kwenda nikuze kanisa la Waadventista wa Sabato Kwenda, sio moja, ni zaidi ya moja. Haleluya! Siku moja wakati nikiwa mzee wa kanisa la Kusuruangiri, tukiwa na ujenzi pale Kundini Sayuni pale Nyangarata, niliwaambia jambo moja. Hawakunielewa mara ya kwanza, baadaye walinielewa. Nikawaambia kwamba kuna uwezo wa kujenga kanisa kwa muda wa siku moja na likaisha. Washiriki niliwachanganya sana hilo neno. Nikawaambia inawezekana. Na kweli tulijenga kanisa kwa muda wa siku moja. Kanisa kubwa la Msauzi. Kwa wale ambao unaweza ukatembea kule, yani tuliamua tuliweke mwanzoni mwa mji ili kidogo wana wivu na upande wa pili wa adui. Watu tunapishana naye sana. Yaani watu mgombe. Yaani kati ya wale watu ambao ni wakoroga kwa adui mpaka na wajua ni nini pia. Huwa nawaambia huenda nikawa na namba kabisa hizi za mbele. Kwa sababu wivu wa Bwana. Nikasema kwamba katika mji hili kanisa ndio litakalotambulisha. Mtu atakayekuwa anaingia mji, kanisa atakalokutana nalo kubwa ni la kwetu. Kwa atauliza kwamba kanisa gani hili? Bila shaka ataambiwa ni wa Sabato. Alafu kwenye kutoka mji pia tukaweka jingine. Mawili sasa. Ukiwa na uingia mji na ukiwa na utoka mji. Ili tu yalete utukufu kwa Bwana.
Kwa tulipopiga tukauzingira ule mji kwa wakati mfupi, tukaupiga, tulipoupiga tukapandisha bendera ya Emmanuel. Haleluya. Kwa ukifika pale uliza kanisa kubwa kuliko yote ni lipi, utaambiwa kanisa la Wasabato ndio lenye waumini wa wengi zaidi. Sasa nilipofika kwenda nikahisi kana kwamba tumezingirwa na hatuna uwezo na tumepigwa kiasi cha kwamba tukaje tukakaa upande mmoja tukajikunyata tukiwa tumezidiwa sana. Nikapananisha na kisa cha Watanzania walipokuwa na vita ile miaka ya 78 walipokuwa wanapigana na Uganda. Ndio naambiwa, nasimuliwa kwa sababu zama hizo nazo zilikuwa bado ni zile za zamani. Haleluya. Hivi pia sitaki kujua miaka yangu, hata hizi naye ana miaka mingi, pamoja na kusema na siku 7 ndani ya 7 kwa zama sana. Anasema kwamba baada ya kuwa majeshi ya Tanzania yamepigwa sana, kwa hizo misiri za kitaifa sasa, na kusambaa na kukimbia, mwalimu alipokuwa akitaka taarifa, aliposikia hiyo habari, alimuita kamanda mmoja, jemedari mmoja aliyekuwa anaitwa Mayunga pamoja na Msuguri, akawaaga na kuambia nendeni mkavipige vita. Haleluya. Unajua wapendo wangu, moyo wako unaweza ukakukatisha tamaa, na mdomo wako pia unaweza ukakuvunja moyo na ukahisi kana kwamba wewe ni mtu wa kushindwa, lakini jinsi utakavyojitamkia baraka ndivyo maisha yako yatakavyokuwa. Haleluya. Amen. Ndivyo yatakavyokuwa. Usijitamkie kushindwa mwanakwenda. Usijitamkie kushindwa. Wewe ni mshindi. Haleluya. Wewe ni mshindi. Kwa hiyo unaweza ukajitamkia maneno ambayo kwa namna moja au nyingine yakakuvunja moyo, lakini mwalimu alijitamkia maneno ambayo yalimtia nguvu. Haleluya. Yalimtia nguvu. Yale maneno yalimtia nguvu mwalimu na akajipa moyo. Haleluya. Katika kitabu cha Mithali, kwa tafsiri Mungu ananibariki sana, Mithali 18. Mithali 18 mstari wa 21 kwa msomaji. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa mwili. Mauti na uzima vipo katika uwezo wa mwili wako, na wao wapendao watakula matunda yake. Na wale ambao wanaupenda watakula matunda yake. Haleluya. Kwa kama unajitamkia mauti, utapata na mauti. Kama unajitamkia laana, utapata na laana. Kama unajitamkia baraka, utapata baraka. Haleluya. Mchaguzi wa kwako anasema kwamba baada ya kuwa wamepanda magari na kuingia wakakutana mbele ya jeshi na kimbia. Wakati huo amiri jeshi mkuu wa Uganda ambaye anajulikana kwa jina la Idi Amin Dada akawa ametoa tangazo kwamba Kagera kwanza nimeimiliki. Yaani nyinyi na nyinyi mnafahamu msingekuwa wa Tanzania. Akasema Kagera hii nimeshajua imeshakuwa ya kwangu. Chai na kunywa Mwanza, alafu lunch napiga wapi? Dar es Salaam. Na ikalia nchi ya Tanzania. Mwalimu akasema haitawezekana, utashinda. Akawatamkia baraka maamiri jeshi wake, wakaondoka Mayunga na Msuguri. Walipofika wakataka kwenda wanajeshi kukimbia. Wanao vipi? Wasema huko ni shida mzee. Tumekufa wa kutosha. Akasema msijali, twendeni. Akatuma wapelelezi wakaenda wakuta jamaa wanakula na kunywa, wameshinda vita. Haleluya. Alipokuta hivyo wakaambia tutapigaje, wakapanga jeshi. Jeshi likapangwa alama ya msalaba, pande 4 zikazingira. Hawa wakawa katikati, wakasema mkipiga watakapoangalia kule sisi nasi tulioko nyuma yao tunapiga. Watakapoangalia huku walioko ubavuni wanapiga. Watakapoangalia ubavu wa kulia basi kushoto mnapiga. Halafu baada ya hapo tunatangaza vita vimeisha. Haleluya. Ndivyo ilivyofanyika. Kwa hiyo pia na sisi lazima tumie mbinu hizo wanakwenda. Hatuwezi tukawa upande mmoja wa mji wa kwenda. Lazima tuwe katika pande 4. Tuzingire mji. Watakapoangalia huku juu kwenda Central, watakapoangalia huku wanapigwa na ile shida itaje ile kanisa yani nzuri kwa kweli. Kwa mlimani wanapigwa kule, watakapoangalia kule wanapigwa kwa huku, watakapoangalia huku wanapigwa kwa kanisa la upande mwingine. Na kuambia tutaiteka kwenda na itakuwa ya kwetu. Haleluya. Wasiwababaishe wale, sio kitu.
wale si chochote, wale ni saizi yetu, wale wanefiri wasiwatishe kwamba eti kwamba eti wao eti ndio eti wamejenga makao pale. Wale si kitu wala si chochote kwa Mungu wetu. Tumewapiga mara nyingi na tutawapiga. Haleluya! Tumewapiga mara nyingi na tutawapiga tena. Usingireni mji, malizeni kazi. Huu ni mji mkubwa. Mtakaposimamisha makanisa yenye nguvu, mtaupa mtaa nguvu. Na nawaambia kwa neema ya Kristo, baada ya miaka 3 tutatenga mitaa, na huu utajitegemea kama mtaa. Haleluya! Haitafika miaka 3 kama mtafanya hivyo, kama Bwana alivyokusudia kuwakumbusha. Tuko vitani, tunamla Pasaka. Wakati huo tumeweka nadhiri ya ushindi. Haleluya! Tunamla Pasaka, wakati huo tuna fimbo mikononi. Haleluya! Fimbo ya ushindi. Kama mtazembea mtapigwa, kama mtazembea mtapigwa. Tutekeni mji, tutekeni mji, tusimameni, twendeni tukauteke mji. Tusilie kama Gideoni analia bila sababu, anatokewa na malaika wa Mungu, anaanza lawama na kusema kama kweli Bwana angekuwa upande wetu, kwa nini tungeweza kuwa tumezingirwa kiasi hicho? Anaambiwa Gideoni, anakumbushwa kwamba uwezo uko mikononi mwako, na Bwana amekupa uwezo, amekubariki, uwe tayari kuvipiga vita. Haleluya! Mwanamkwenda, usilie, simama. Mwanaume mmoja anapaswa asimame na kusema ya kwamba katika uwanja ule nitalijenga kanisa la Bwana. Haleluya! Nayo kuambia sio kwamba mimi wasipendee kutoa visa vya wengine. Nayo kuambia sio kwamba mimi ni mgeni katika hayo. Tumevipiga vita. Kakola pia tumepiga tukachakaza mpaka vitongoji. Nikamwambia acha mimi niende Mwanza na niende Dodoma. Hapo kazi imeisha. Acha nikachangie kazi kule pia. Mimi nimeenda kule kwa hiari, kwa kutaka mwenyewe, baada ya kuona kazi mahala ambapo Bwana alikuwa amenipangia nimepamaliza. Piga vijiji, piga vitongoji, simamisha bendera ya Kristo. Nikasema hapa endeleeni vijana, mimi naenda. Sasa kama nimefika pale na sali, mimi tuna familia yangu kama tawi la shule Sabato, halafu leo inaitwa kanda, nimepewa kambi, kuna sababu za mimi kukaa hapa. Kazi imeisha. Haleluya! Muda mwingine ulikuwa unafika, una watu wadhaifu na wanyonge, unamwambia Bwana nitie nguvu. Bwana anakupa mihela ya kutosha, unajenga kanisa peke yako tu. Yaani tumeonja baraka ya Mungu jamani. Hebu tuonjeni wote. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kuchanga. Usipende kuchanga. Kati ya kitu ambacho sikipendi katika kanisa la Waadventista wa Sabato ni michango. Sipendi michango. Yaani mimi sipendi michango. Sipendi neno kuchanga. Kati ya kitu ambacho sikipendi ndani ya kanisa langu ni michango. Sipendi michango. Kwamba tunaambiwa tuchangie 100,000 kweli. 100,000. Suti. Nini? Zile vitambaa vile. Nini? Alafu tutachangia 100,000. Tutachangia milioni. Kweli. Ni kitu ya kufanywa na mtu mmoja tu tukaondokana hilo. Yaani hatuwezi tukalia kama walivyokuwa wanalia babu zetu, kama waliolia baba zetu wa michango, na sisi tuendelee na michango. Tutachanga kitu ambacho kiko juu ya uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuchange milioni 10 basi, kama hamna mtu anayeweza kumiliki milioni 10 ndani ya kanisa. Tuchange milioni 100 basi, kwa sababu hayupo anayemiliki milioni 100 ndani ya kanisa letu. Dodoma tuna mchango wa B7 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kitaifa. Haleluya. Na nilipofika Tule moto nikasema hii ndio yenyewe. Hivyo ulipowaka Tule kuchochea, ulipowaka nikasema hii ndio kazi sasa ya wanaume sasa. Sio kazi nzuri. Hiyo ndio kazi sasa. Hata unaposema unatafuta bilioni 1, unatafuta bilioni 7, kwa kweli unajisikia una kazi ya kuwaita hata watu kuja kusaidia. Sio milioni 10. Yenyewe mpaka wakati kuna mtu ana milioni 10 anajenga magodown. Sasa kanisa sawa na godown tu.
gharama ni ile ile ya godown. Mtu mmoja afanye na kazi imalizike. Haleluya. Naamini kama tutapokea baraka mchana wa leo ambazo zitaenda kuombwa na pastor, naamini kazi itakuwa imalizika kwenda. Haleluya. Unajua huyu pastor kafikia hapo, palipo na miti hamna. Sasa hivi walisema palipo na miti hamna nini? Wajenzi. Unaona, sisi tunatoka mbali kufuata hii kitu. Kuna karama hapa imewekezwa. Tunatoka mbali kufuata hii karama. Yaani uhesabu gharama za usafiri na nini, unafuata karama. Kuna karama hapa. Na mchana wa leo atawaombea kwa mtazamo wa tofauti na ule ambao umemzoea. Amina. Na tuomba tu Bwana ampe kibali atakapokuwa amesimama kwa ajili ya ombi, Bwana asikie maombi yetu. Mimi nikupe kisa ambacho hata yeye fahamu. Nikiwa katika kambi fulani, nikiwa nimeketi na mimi nilikuwa mgeni, akasimama kutoa neno. Niliposikia ule ujumbe nikajua kuna kitu. Kabla hajatoa wito nikatembea. Na alipotamka zile baraka nikahisi kuzipata moja kwa moja. Ilikuwa ni Sabato moja. Kukaamka Jumapili sikusafiri, Jumatatu nikasafiri, Jumanne nikalala kwangu. Kwa kifupi sana jaribu kuwadokezea. Jumatano nikaona mwelekeo wa zile baraka. Alfajiri kama saa 11 hivi alfajiri, Bwana nami akaniambia habari fulani za mambo ya baraka kwa kuzisadikisha kwangu kwamba tayari ziko nami. Jumatano ile, Alhamisi, kutoka kwenye mtu ambaye nilikuwa nikisaidiwa na mtu 1000 na mshukuru mara 3 na kumsindikiza mpaka mbali. Ghafla siku ya Alhamisi nikawa mtu ambaye na uwezo wa kumiliki vimilioni. Kufika ile Sabato yake sasa, na hichi hapo nakwambia cha kujenga kanisa sasa nilikuwa nacho ndani ya moyo, ila najengaje. Ndipo sasa Sabato iliyofuata tu ya hizo siku chache tuliweka turubai. Wakati huo msingi unajengwa na watu wasiokuwa na idadi, yani mafundi hawana hesabu. Wakati huo kanisa linajengwa, yani ilikuwa ni wiki moja ya kwangu, ilikuwa na furaha sana. Sivyo? Yani nahisi nilikuwa na furaha. Wakati huo nakupa haya ili na wewe usadiki sasa, uamini. Haleluya. Wakati huo hiyo kazi inafanyika pale ya kanisa, mika jumba kangu alikuwa nika ovyo kanyasi. Wakati huo sasa mawe ya kibaki huku na waambia sombeni pelekeni pale nyumbani. Wakati huku kazi tofali zikibaki na waambia pelekeni pale nyumbani. Wakati sasa wote ni hojije, wakati wewe hujachana. Tunaambia umebeba mabati ya kanisa wakati hata hujachana. Hapo sitaki swali sasa. Vikibaki na peleka hivi kwa sababu alikuwa analeta mabati ya kutosha mpaka na kusaza ili aende na kule nyumbani. Wakati huo hiyo chuma likawa la shida, si unajua maisha yamepanda Sasa hapo ilikuwa ni milioni tu kadhaa zikawa mpaka 100 kwenye account. Yaani zikawa zinapanda tu mamilioni yakawa mengi. Wakati huo nikanunua kagari sasa sio kamoja sasa. Sasa unajua tena tamaa sasa. Mara vitatu. Wakati huo walioguswa akiwepo Pastor Ndiegi akasikia baraka zilivyodondokea pale Busurwa. Akatoka wakati akiwa wakili pale South Nyanza, ambao sasa hivi iko union yetu ya hivi. Akaja akasema mtumishi, wakati huo sasa sio mtu mdogo, watu wanapanga foleni kuniona. Na bodyguard wako hapo pembeni mabausa. Unajua mnacheza na baraka za Bwana. Za kujenga na mambo yake. Pastor naye akajipanga kwenye foleni. Basi naye akafikiwa zamu. Ghafla nikamwona mchungaji wangu. Nikalia. Mchungaji, na wewe ulikuwa kwenye foleni? Akasema nifanyaje ndio utaratibu mkuu wa kuona. Haya pastor sema. Akasema bwana mimi pale Mwakata iko Kagongwa. Na palipigwa mvua moja mbaya sana ya kidunia ambayo haijawahi kutokea, yenye mawe makubwa ya ukubwa wa dumu. Yalikuwa napiga mpaka bati natokoka. Miaka ile mpaka Dochipere wakatangaza. Akaniambia, niliweka naziri ya kujenga kanisa la Bwana. Naomba unipe pesa. Nikuuliza tu pastor, shilingi ngapi unakata mzigo? Pastor nini? Wakaja watu.
Na hiyo nilimwambia Bwana, hii yaani hii hata sitegemee kutajirika kwa hii hela. Nataka tuiwe sadaka tu. Na tulifanya kazi. Kwa anachowaambia na uzoefu nacho. Kwa mchungaji huyu kwangu, japo hata unasema yeye hajui. Na mtumishi kati ya watumishi ambao nawafahamu ni kwamba naamini baada ya mambo hayo, ukisikia Biblia inasema baada ya mambo hayo Zoruba ikaja, kwa sababu nilipiga vita na adui nikawa nimemjeruhi kiasi kikubwa, naye akajipanga. Baada ya mambo hayo nilikumbwa na Zoruba kubwa na nzito, ikanifanya hata nisiwe na amani. Hata nikienda kanisani natamani kujificha. Nilimtafuta, nikamkuta akiwa kule Igunga. Nilimwendea na mchungaji, ni watu wa mambo ya kiroho. Ngoje tutakuja tunachota baraka hapa hapo mpo. Akaniweka wakfu, nikarudi. Ilikuwa ni hatari nyingine ya pili. Haleluya. Amen. Sasa hata awamu hii nikasema nitakwenda. Haleluya. Nikachota tena baraka. Nifanye agano la kwenda. Kwa mahala popote nitakapokuwa nitamuuliza Mungu kwamba kumbuka lile agano la kwenda tulioagana nawe. Na watu wengi wanajua kwamba siri ya Ibrahimu huenda anaenda kwa waganga. Lakini yeye ndio mtakuwa mashahidi kwamba alikuwa kwa mchungaji. Kwa sababu wengine ukiwasimulia wanaweza akasema hizo za kwenda kwa waganga wa mbali. Alafu akijuku wanapiga dhahabu za kutosha, alafu anatudanganya eti ni Mungu. Sasa nyie mtakuwa shahidi. Haleluya. Kwamba Bwana ndiye anayetenda. Kwa wapendo wangu, mwisho wa hotuba pastor atatuweka mikononi mwa Mungu na atatuombea baraka ili tumalize kazi katika eneo ambalo tumepangiwa. Mwisho wa hayo Bwana atatupangia kazi nyingine. Haleluya. Wapendo wangu, nipende kuwaomba kwa neema ya Kristo tukubali kuchangia ujenzi wa shule au maendeleo ya shule yetu. Naambiwa tumepewa goli la shilingi 23,000 kila moja. Sisi wainjilisti na mambo mengi na maana inabidi kukata ili kuingia kwenye kingine. Nasi tunaweza kupiga mpaka 8. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili goli letu la shilingi 23,000 nadhani utaratibu ni kwamba shemasi atasimama kama ni shemasi na katibu. Sasa tutatoa utaratibu sasa. Utatoa utaratibu sasa. Sababu mimi sasa nikianza hapo michango nimekuambia niko na 0. Baada ya hapo mama atakaa vizuri. Basi tukienda na kuangalia kisa hiki cha Daudi. Daudi alikuwa amezingirwa. Jeshi halina nguvu. Wanahitajika watu ambao wako tayari kuyariziki maisha yao, wako tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili ya kazi ya Mungu, watu ambao Yesu anasema ya kwamba anatoa taarifa hiyo ya kwamba mtu atakayependa nafsi yake kuliko yeye, anasema hafai kuamini jeshi wa jeshi la Bwana. Mtu atakayempenda mke wake kuliko yeye, kuliko ufalme wa Mungu, kuliko kazi ya Mungu, Yesu anasema huyo hanifai katika ufalme wa Mungu. Mtu ambaye atawapenda watoto wake kuliko Kristo, anasema mtu huyo hanifai katika ufalme wangu. Mtu ambaye atampenda mume wake kuliko Kristo, anasema mtu huyo hanifai katika ufalme wangu. Mtu ambaye atawapenda wazazi wake kuliko yeye, kuliko Kristo, anasema mtu huyo hanifai katika ufalme wangu. Ni maneno mazito. Fikiria katika mama unavyokapenda. Halafu Yesu anawaambia kwamba achana nao kwanza, nipende mimi kwanza.
Wale watoto wako ambao wanasoma zile shule, alafu naambiwa achana na wale watoto, nipende mimi kwanza. Wazazi wao kabisa kusomesha na kile kitu, alafu anakuambia anza na mimi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena leo naamini tutabadili mtazamo kwa maisha yetu. Tutamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tumfanye kwa wa kwanza. Na Yesu anatoa tenda mchana wa leo. Atakayetimiza haya, atakayetenda haya, atakayefanya hivi, hakika atampandisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi aliposema hivyo, walijitokeza watu watatu. Ilikuwa ni mtu mmoja, alisema ni nani atakayeenda kunichotea maji katika kile kisima? Tunaambiwa majemadari watatu walijitoa. Na Daudi alipoangalia maumivu yao, hapo leo Yesu ataangalia maumivu yako, kwa sababu kumwacha mtoto wako nyumbani asiende shule, alafu ukatoa hiyo pesa kanisani, kuacha kujenga ile nyumba, ukaamua kumalizia tiles hapa, ni maumivu makali ya kujilizi. Kuacha kwenda hospitali na ugonjwa ulionao, ukasema kwamba acha Mungu atajua na ugonjwa nilionao, siendi Bugando, sitaenda Muhimbili, acha nifanye kazi ya Mungu, kama atanipa pesa nyingine nitaenda. Ni kujilizi. Bila shaka itakuwa ni sabihi iliyokubalika mbele za Bwana. Mchana wa leo naenda kutoa wito. Wangapi ambao wanasema niko tayari, niko tayari kuwa sehemu ya watu ambao watawapa watu wa Mungu chakula kwa wakati, watawahudumia wajane kwa wakati, watawahudumia yatima kwa wakati, watakuwa tayari kuwaangazia na kuwamulikia walioko gizani, ambao ni vipofu nitawashika mkono na kuwaonyesha nyumba ya Bwana ilipo. Ndio wala ambao wanasema kwamba niko tayari, kuwa tayari kufanya kazi ya Mungu kadiri atakavyopenda mwenyewe. Nataka nione watu kama hao. Nataka nione watu kama hao. Nataka nione mikono ya watu kama hao. Watu kama hao. Niseme mtu kama huyo ambaye anasema niko tayari, nimesikia wito ndani ya moyo wangu na niko tayari kufanya kazi ya Mungu, niko tayari kutoa maisha yangu, niko tayari kutoa kila ambacho Mungu amenipa kwa ajili ya kazi yake. Nione mkono wa watu kama wale. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mkasimama pamoja nami. Simameni pamoja nami mpendwa. Wakati pastor anaenda kututamkia baraka, wakati mchungaji anaenda kuomba ombi la baraka, nimekuambia kwamba amini mtumishi wa Mungu. Muamini mtumishi wa Mungu. Amini ya kwamba analo neno. Amini ya kwamba ameletwa kwa ajili ya kuhudumia wewe. Amini ya kwamba ndiye mchungaji wako. Upendo wangu, tunapaswa tuamini. Sauli wakati anaenda kumuona Samueli kwa mara ya kwanza, wakati amepotelewa na punda wa baba yake, ametafuta punda, siku ya kwanza hajawaona punda, siku ya pili hajawaona punda, anamwambia mtumishi kwamba na turudi nyumbani ili baba asiwe atakufa na sisi pia. Mtumishi wake akamwambia, lakini kwa nini tusiende kwa muonaji, tusiende kwa nabii aweze kutuambia hata habari za punda wako wapi? Nasikia sauti ya Sauli akimwambia mtumishi wake ya kwamba hatuna chochote ambacho tungeweza kupeleka kama zawadi kwa mtumishi wa Mungu. Tumemaliza unga, tumemaliza chakula, mikate yote imeisha, tufanye nini? Akamwambia kwamba kwenye mkoba wangu kuna senti kadhaa, tunaweza kupeleka kumpa. Ndipo walipokuwa wamekubali kwenda kwa Samueli, na wakamwona Samueli, na Samueli akawatolea unabii. Tena sio wapunda. Akamwambia habari ya punda usihangaike, punda wameshaonekana nyumbani. Ila jambo ambalo nataka nikwambie ni moja,
ya kwamba Bwana ameamua kupandisha, na hazina zote za nchi ameamua kukupa wewe na nyumba baba yako. Lakini sio hivyo tu, hivyo vitu vyote unavyoviona katika Israeli, wewe ndiye utakaye kuwa juu yake. Haleluya! Hizo ni baraka ambazo unaenda kuzitamkiwa mchana wa leo. Ndipo Sauli akasema, akajinyenyapaa mwenyewe akasema, sisi katika Benjamini ni kabila dogo, na mimi katika ukoo wa baba yetu ndo duni kabisa, inawezekanaje mambo hayo? Akaambiwa amini. Haleluya, amini mchana wa leo, ukapokee baraka, ufanye mapinduzi, si tu katika kwenda, hata katika taifa letu, si tu katika taifa letu, katika kanisa letu kiulimwengu pia. Bwana akufanye kufahamika, Bwana akuinue juu, na Bwana akatende yaliyo makusudi yake katika maisha yako. Bwana awabariki katika jina la Yesu, amen. Karibu Pastor Paul. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tuinamishe nyuso zetu tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru mno. Tumesikia sauti yako kupitia mtumishi wako, jina lako lipewe sifa. Neno lako lilipokuwa likisomwa na kutamkwa ni baraka juu ya maisha yetu. Tumeamua kwa sehemu ya wale majemadari watatu walioenda kuchota maji katika kisima cha Bethlehem kwa ajili ya kiu ya mtumishi wako Daudi. Tuko tayari kuchota kwa ajili ya kazi yako. Tuko tayari kuhatarisha maisha yetu kwa ajili ya kazi yako takatifu. Asante. Tunapokwenda kufanya zoezi hilo, upenya ngome za vizuizi, tutaandika na kulimaliza goli la 23. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Tunaomba tukae sasa. Nitoe maelekezo kidogo.